Well, siku nyingine mpya tumepata kibali cha kukutana tena hapa Simulizi Zetu Media. Hali gani msikilizaji na mfuatiliaji wa nyakati zote wa channel yetu Simulizi Zetu Media? Bila shaka uko salama na mimi bila hiana, na kukaribisha sana na ninakualika hapa Simulizi Zetu Media kwa ajili ya kuanza simulizi nyingine mpya kabisa na nzuri, ambayo mwishoni mwa simulizi yetu tunaamini tunakwenda kujifunza bila kusahau kwenda kupata burudani ya kipekee sana. Na hivi ndivyo ambavyo tunafanya siku zote hapa. Kama wewe ni mgeni, hakikisha basi umekuwa na sisi ili uendelee kuenjoy na burudani za simulizi hapa ndani. Subscribe channel yetu, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kwa umeweza ku turn on notification kwa ajili ya kupata maendelezo ya simulizi, lakini pia kwa kwanza kujua pindi pale tunapoweka simulizi mpya hewani. Karibu katika group letu la WhatsApp kwa ambao unataka kuwepo na sisi. Tuma ujumbe kwa ajili ya kuunga kwenye namba ya simu 0757567253. Lakini pia endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media. Na mimi ninayekusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu, na simulizi ni mpya kabisa hii bwana. Na simulizi yetu bwana inamhusu binti wa kuitwa Angel. Kwa nini Angel jamani? Malaika kama malaika. Anataka kutuambia nini hapa Simulizi Zetu Media? Basi karibu sana msikilizaji, tukaanze kufunua kurasa kuanzia ile ya kwanza mpaka pale tutakapo fika mwisho. Sasa binti anaanza kwa kujitambulisha. Anasema mimi kwa majina naitwa Angel Pascal, lakini si mtoto wa Tuliano. Anasema mimi ni mtoto pekee wa baba na mama yangu. Nashukuru Mungu nimezaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa inajiweza kidogo kifedha. Kwa hivyo hata shule nilosoma pia ilikuwa ya kishua kweli. Yaani zile magari ya njano zile ndo nilikuwa mimi. Na kipindi hicho nilikuwa naishi na baba na mama yangu maeneo ya Masaki, Dar es Salaam. Na kiukweli nilikuwa ndo mtoto pekee kabisa kwao. Niliishi maisha mazuri mno. Unajua ukiwa kishua halafu kuna pesa kwenu. Nilikuwa na deka jamani. Yaani sikuwa na pressure zozote. Wazazi wangu walijitahidi sana kutimiza kila kitu. Na shuleni pia nilikuwa na baruza kweli. Yaani nilikuwa sina masiara na shule kabisa. Kwa hivyo na hizi zote zilikuwa ni sifa kutoka kwa wazazi. Na ni kutokana kwa vile ambavyo walikuwa wamenitunza, lakini kunilea vizuri, kunisisitiza shule na vitu kama hivyo. Kwa hivyo nakumbuka wazazi walikuwa napigiwa simu sana ya kupewa hongera, mtoto wako si na nini hivyo. Yaani nikikumbuka wakati ule jamani, natamani nirudi utoto. Sasa bwana, taratibu nikawa nimeingia darasa la 7 pale. Nilikuwa na performance nzuri tu, na shule nilikuwa najitahidi sana kiukweli. Yaani nikiwa wa kwanza safi, nikiwa wa pili wa tatu nalia kweli. Sili na susa, kisa tu nimefeli. Sasa bwana, baadaye kikawa kimekaribia kile kipindi cha mahafali bwana. Tumalize darasa 7. Tunajua zile shamla bwana. Sasa siku niliamka kama kawaida, nikaenda kusalimia wazazi wangu. Nakumbuka mama akanimiza kwamba niwahi kwenda saluni na baba anakuja anaenda kufuata keki. Kuna bakery moja hivi mama alikuwa anaipenda sana. Ilikuwa maeneo ya Kibaha. Kwa hiyo mimi na faraja zangu zote upesi nikaenda zangu saluni, mwenyewe nikarembo jamani. Nilipendeza, yani nilipendeza hatari. Majira ya saa 3 nilikuwa nimeshapelekwa shule na nilikuwa nimevaa suti ya cream, ndio ilikuwa sare kwa ajili ya sisi ambao tunaondoka pale shule. Niliona nimependeza nyie, acheni tu. Majira ya saa 4 sherehe ikaanza, tukaingia pale tukadance wenyewe. Nimekaa mstari wa mbele. Unajua vile mnaitaga LY jamani. Hamna raha ipo kama siku za mahafali. Yaani haijalishi kwamba ni unamaliza primary ama ni wapi. Waga ni raha sana. Yaani na nilikuwa napenda kucheza. Kwa hiyo tuna dance pale nini. Na wakati huo sasa wazazi walishakuwa wameshaanza kuingia. Wazazi wamejaa kweli. Sasa mama simuoni, baba simuoni. Kabidi nipige simu kwa sababu ni wana simu tena smartphone. Nikampigia baba akupokea. Nikampigia mama akapigia, kama mama bwana uko wapi, mbona hamjafika? Akamwambia tunakuja kipenzi jamani, tupo Kimara. Sawa princess wangu. Nikamwambia sawa, lakini mbona baba apokee simu? Baba anaendesha gari ndo maana. Okay basi jamani muwai. Basi kabidi nikadisha maongezi pale kwa sababu walikuwa wamechelewa kwa kweli. Mpaka ilifika muda wa kugawa vyeti hawajafika. Yaani mimi nilikuwa nimefurahi kwa sababu wakati wa vyeti pale ilikuwa kila muda naitwa. Yaani nimewashinda watu, najua somo fulani naitwa, somo fulani. Lakini mbali kuja kwenye mahafali yangu alikuwa ni aunti yangu anaitwa Ruby. Macho alikuwa amemvimba jamani. Alikuwa na macho mekundu hii siku sijui kwa nini. Lakini alikuwa amekuja tu kunisupport, kanapiga pale picha pale. Ikafika muda wa keki, nikamwambia aunti bwana, mbona mama bado hajafika, mtoto ni keki hadi sasa hivi jamani, nampigia simu sasa hivi hata hapatikani jamani. Kwa nini unakosa siku yangu ya muhimu kabisa, mimi ndo mtoto wako busy na nini? Basi aunti hakujibu. Badala yake nikaona kama ana machozi hivi. Nikashangaa ngamuza aunti vipi?
Akaambia usundaa keki, si ndio? Nikamwambia hapo anajitahidi kufuta machozi yake. Nikazani mama leo nikirudi yani simuongeleshi wiki nzima. Haiwezekani asiwepo hapa kwenye tukio langu la msingi. Kweli bwana, baada ya nusu saa anti akawa ameagiza keki, kafika pale tukala. Yani mimi sina habari mzee. Tukarudi pale nyumbani. Tuondoke. Basi anti akaambia au twende sehemu tukatembee kabla ya kwenda nyumbani. Nikamwambia hapana. Anti, twende kwanza nyumbani. Nataka nikaongee na mama kwanza. Nataka aone vitu vyangu alafu nikamnunie. Kwa nini wameshindwa kufika? Yani ubize gani ambao ulikuwa nao? Basi nikaona anti nikiongea hivyo nalia tena. Yani nalia afa anakuiku kabisa. Nikamwambia anti, vipi au unaumwa? Basi twende nyumbani. Unaonekana huko sawa. Basi mimi na anti pale ikabidi kweli tupande gari mpaka nyumbani. Sasa tunaenda nyumbani pale, nikashangaa naona magari yako mengi sana nje ya nyumba. Lakini sikujua, nikahisi hao wazazi waliniandalia sherehe nyumbani jamani, ni surprise. Basi dereva akampiga honi pale, mlinzi akaja akafungua geti, tukaingia. Ndani kulikuwa kuna watu wengi tu. Nikajua kumbe wazazi wameamua kunifanyia sherehe jamani nyumbani. Si wangeniambia tu. Basi Aunti Ruby machozi yalikuwa yanamtoka kila muda. Mimi nikawa nimeshashuka kwenye gari pale. Sijui najua anaumwa, sio amechoka, mimi hata sijui. Ila mimi tu na hamu na mama leo wataniambia vizuri kwa nini hawajaji. Sasa nikawa nashangaa. Kila ninapopita naona sauti kama za vilio, afu watu wananiangalia ni vipi. Nikawa naogopa, nikapata wasiwasi. Nikamwambia anti, kwani kuna nini? Mbona kama watu wanalia kama kuna msiba hivi? Nikawa namuuliza, lakini cha ajabu anti nikaona analia zaidi. Baadaye tu akanishika mkononi mpaka ndani. Na ndani kwa kuna watu jamani, watu ni wengi. Mpaka nikaanza kuogopa jamani. Nikasema jamani, hapa ndani ama kuna mpira ama ni nini jamani? Yani nilikuwa hata sielewi sasa. Yani kila mtu alikuwa anataka kunibeba sasa, anataka kunifariji, sijui ndo nikaelewa ala. Kumbe nimeshakuwa yatima jamani. Yani akili yangu ikawaza, yani kumbe kama watu wananifanyia hivi basi hili swala linanihusu. Sasa nikawa nalia, nikamwambia anti, wazazi wangu wako wapi? Mbona mimi sielewa foto kinao wanalia hivi bila mpango ndo nini? Basi anti akanikumbatia, kuongea kitu, akalia sana. Akalia mno. Sasa baadaye akawa ameniambia kwamba wazazi wangu wamefariki kwa ajali ya gari. Sisi kutaka kuamini mpaka nilipoenda kuangalia kwanza ile miili yao. Yani nilienda kuangalia ile miili yao kabisa kwenye yani nasitokuja kusahau. Baadaye nilihakikisha nimethibitisha mpaka ambavyo wameenda kuzikwa. Na yote ilikuwa natokea jamani, natakiwa niendelee kusoma jamani. Na Jumatano tulikuwa tuna mtihani wa taifa. Sasa unajua tunaanzaga na zile mahafali, alafu ndio inakuja mitihani. Imagine wazazi wamekufa. Mpaka naenda kuthibitisha kaburini jamani, sikuamini jamani. Yani sikuamini. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Nililia ile siku sitakuja nisahau kiukweli. Basi nikabaki na mamangu mdogo ambaye alikuwa anaitwa Ruby. Alinipa moyo sana na Mungu ni mwema jamani, na kila wakati nilikuwa napata nguvu ya kufanya mtihani. Nikafanya mtihani pale, nikamaliza darasa 7. Sasa inabidi nirudi nyumbani. Maisha yakaanza kuwa magumu sana. Yani na ilikuwa ni baada ya babangu mdogo alikuja nyumbani. Guys, sasa huyu Ruby ni mamangu mdogo, lakini nimezoea kumuita auntie. Unajua Kiingereza tena ni auntie, kwa ni mamangu mdogo. Sasa baba mdogo alikuja upande wa baba. Tulimpokea, tukamwandalia chumba cha wageni pale, lakini cha ajabu baba mdogo akawa amegoma kabisa kulala huko. Eti akawa anasema kwamba nataka kalale chumbani kwa wazazi wangu. Nyinyi mnamuelewa? Basi auntie akamwambia hilo shemeji litowezekana. Akamwambia kwa nini siwezekane? Kwanza wewe nani kwenye familia? Hebu ondoke bwana. Mimi hapa sikulikuwa kwa ndugu yangu. Baba mdogo akawa amejibu hivyo, na akawa anajibu huko, anaingia chumbani na hakutoka tena. Yani ndio hivyo, akawa amebaki huko. Majira ya 3 usiku alikuja kauliza chakula, auntie akamwambia kiko mezani. Basi akaenda akala pale, akaaga kwamba anatoka atarudi, lakini ilikuwa hivyo, arudi saa 9. Amelewa kweli kweli. Yani sio kulewa tu, alikuwa amerudi na msichana. Basi auntie ndo ambaye aliyofungulia pale, akashangaa kile kitendo. Yani saa 9 jamani. Mtu anataka kulala na huyu msichana nyumbani kwenye kitanda cha wazazi wangu, hata msiba hujapoa. Basi auntie aliongea sana kwa hasira, akamwambia kwani wewe ni mtu gani ambaye una huruma jamani? Yani unafanya mambo ya aibu kabisa, unakuja kumleta msichana hapa ndani kwenye nyumba ya Maria mkaka yako, sijui na nini. Basi akamtimia yule msichana. Sasa hapo hii ndio ilikuwa kazi ya mama mdogo. Ya kuhakikisha anajitahidi kumnyosha. Sasa baba mdogo akaanza kuvaa nguo za baba. Yani kama alikuwa amerithi kila kitu yani. Anaenda club, anarudi na mwanamke. Ruby auntie yangu akiviona anavyoweza kuvitimua na anavitimua ndio hivyo. Lakini mwisho wa siku alichoka, kwa sababu alichoka kikweli. Yani baba mdogo alifanya nyumba ile kama danguro. Sasa kwa muda wa wiki 2 nzima akawa tu anafanya hivyo. Yani amekuja kutumia mchoka jamani. Sasa baadaye katika hali ambayo si kawaida tukaanza kuona mabadiliko. Siku hiyo aliamka mapema, akasafisha chumbani kwa wazazi, akafua nguo zote, akahamia chumba cha wageni nako pia ambako kulikuwa karibu kabisa na vyumba vyetu. Nako akawa yuko huko. Sasa baadaye
tupo tunakula pale, akawa ametuchangamsha. Yani mwezi uliopita alikuwa ana mambo mabaya, lakini leo tukamwona amebadilika, amekuwa shamla mwenyewe nini, mara sijui akatotoa shopping, zawadi. Ilikuwa inaelekea Christmas. Kwa hivyo hatukupika siku, tukasema ngoja tukatembee. Christmas ilipofika twende maeneo ya beach huko na utulivu nini, na penye ilikuwa ni sikukuu, kwa hiyo tukaona fresh. Basi mimi nikabadili zangu nguo pale, nikavaa nguo zangu za swimming pale, nikaingia ndani ya maji kama samaki vile. Auntie alikuwa ananitazama tu, anapiga picha. Sasa huko nyuma kuna maongezi kati ya baba mdogo pamoja na auntie. Baba mdogo anamuuliza auntie, kwani unataka kuogelea? Akamwambia mimi bwana niache tu, mimi hata sihitaji kuogelea. Ruby akawa amejibu hivyo auntie yangu. Basi mimi baadaye nikamfuata auntie pale tuogelee, lakini nikamwambia kwamba twende, niko nambembeza kwa sababu alikuwa hataki. Akamwambia bwana wewe nenda, mimi nitakupiga tu picha. Baba mdogo akawa anamlazimisha tu pia auntie aje aingie kwenye maji, lakini ndio hivyo alikuwa hataki, yani ni kama hataki. Sasa mimi sikuweza tena kuendelea kumlazimisha, lakini baadaye auntie aliamua mwenyewe kwenda kubadilisha nguo akaja. Lengo alisema kwamba anataka kunilinda kule ndani kwenye maji. Basi baadaye tukatoka pale. Sasa tulivyokuwa tumetoka, nikaona kuna namna baba mdogo alikuwa anamtazama mama mdogo, yani kama alikuwa ana matamanio hivi. Anyways, baadaye tukarudi zetu nyumbani tukalala. Hoi. Asubuhi sasa baba mdogo akawa amenipigia simu, akaniambia kwamba anataka kunituma sehemu ni muhimu sana. Nilishtuka, nikaangalia sasa ilikuwa saa 12 hivi, mapema kabisa. Basi nikasema baba mdogo, yani sasa mimi jamani, asubuhi yote jamani, unaniamsha sasa hivi niende wapi? Akaniambia bwana mimi nimekutuma. Kwa hiyo nikaona sitaki kelele, maana yule ndio hivyo ni babangu mdogo. Basi nikavaa mwenyewe, naoga, napenda kupendeza jamani, nguo zangu bado zipo ni nzuri. Nikapendeza pale, nikatoka zangu, nitaka kumgongea auntie, lakini nikaona nitamsumbua, ngoja tu niende ambako nimetumwa. Sasa bwana, kumbe huku nyuma vitu ambavyo vilitokea ni kwamba baba mdogo akaamka zake mwenyewe, na sijui ni vile ambavyo alimuona auntie jana ama ni vipi, lakini akawa ameenda ndani kwa auntie kule ambako analala. Baba mdogo alifika kule akawa amefunga pampu zote zinazopeleka maji vyumbani kule, yani lengo tu kutengeneza mazingira ya kwamba vyumba vimeharibika. Sasa auntie alipoamka kwanza akashangaa kuona maji yalikuwa yatoki. Sasa ikabidi atoke nje, na alikuwa amevaa zake night dress nini mwenyewe, kasuali fulani hivi kepesi kashati. Sasa anaenda jikoni, sehemu ya kwanza kuangalia, namkuta baba mdogo eti yuko anapika mayai na mikate. Wakasalimiana pale. Auntie akasema maji mbona yatoki? Anko akajibu ndio hivyo, lakini kwenye kile choo kikubwa kule, msishangae kwa sababu ndio hivyo, kote hakuna sehemu ambako maji yanatoka. Basi auntie ikabidi abadili nguo, akavaa taulo, akaenda bafuni kuoga, ambako sasa kulikuwa ni choo cha nje, yani ni kikubwa sana, na milango yote huwa inafanana, yani nyumba yetu ilikuwa ni kubwa sana. Sasa basi wakati auntie ameenda pale kuoga, ule mlango wa nje huwa haufungwi, yani ni mlango ambao unafunga tu na kufungua kwa mtu yote ambaye yuko nje ama yuko ndani. Baba mdogo alienda akawa anamchungulia pale auntie. Sasa katika ile kumchungulia, si ni mwanaume, nadhani uvumilivu ulikuwa umemshinda pale, ikabidi aingie bafuni. Na auntie alishtuka jamani, kwa sababu alikuwa hana nguo hata moja. Baba mdogo yule hakumpata muda wa maongezi, akambeba tu taxi bag fast. Auntie hakuwa hata amejiandaa, yani hata hizo kelele zake zopiga hazikumsaidia. Lakini ndio hivyo, baba mdogo alimbeba auntie, lengo lilikuwa kwenda kumbaka. Sasa auntie Ruby alijitahidi sana kujinasua mikononi mwake, lakini juhudi zake hazikufua dafu kabisa, bila hata huruma. Baba mdogo alimwangalia auntie yangu. Basi auntie alilia sana, na baba mdogo alipomaliza haja zake akatoka mwenyewe akamwacha pale. Basi mimi baadaye nikarudi mchana, ambako nilikuwa nimetumwa. Nikawa nimefuata nguo zake ambazo kwa ameniagiza sijui kutoka Dubai mwenyewe. Nikampatia, nikaingia chumbani kwangu. Sikukaa hata chini kumuuliza vizuri auntie kuna nini kimepitia. Hakuniambia siku ile, alikuja kuniambia siku nyingine. Basi mimi nikasema ngoja nimtafute, maana simuoni. Nikaenda mpaka kwenye room yake, kwa sababu niliona kumekaa kimya sana ndani kwa muda mrefu. Nikaenda room kwake kule, nikakuta auntie amejifunika blanketi pale. Nikamwambia auntie, vipi joto hili jamani, umejifunika blanketi? Si uamke. Basi nikawa najaribu kumwambia huku na mfunua, lakini akawa amegoma kabisa, hataki nimfunue. Nikamwambia unajua sasa saa ngapi auntie jamani? Saa 7 sasa hivi, hebu amka bwana. Nilikuwa namnganganiza pale, baadaye nikasikia ananifokea. Kwani wewe uone kama nimelala? Sitaki jamani Angel, sitaki uniamshe jamani. Mimi sitaki, naomba ondoka nyumbani kwako, mimi sitaki ugomvi. Nikashangaa, auntie tangia lini amewahi kunifokea? Mbona hajawahi? Lakini ndio hivyo, siku hiyo siku nikaenda tu na mambo yangu mwenyewe.
Sasa anti hakuniambia chochote. Hata baada ya hasira zake kuisha nilimuuliza, lakini akasema kwamba ni hasira tu za kawaida na alikuwa tu kwenye siku zake mwenyewe. Basi tukacheka tu, pengine ni kweli kwa sababu kuna nyakati nyingine ambazo wanawake wakiwa kwenye siku zao wanakuwa wana hasira. Kwa hiyo ikabidi tu nimsikilize kama hivyo. Basi sasa maisha yakaendelea. Wakati huo bado nilikuwa naendelea kusoma, na kipindi sasa nilipokuwa namaliza form 4, hali ya maisha ilikuwa inazidi kuwa mbaya kwa sababu pesa kwenye akaunti zote zilikuwa zimeisha, na baba mdogo hakutupa hela hata kidogo. Hela zote ambazo zilikuwa za kaka yake zilikuwa kwake, lakini hakutupa hata senti. Basi bwana, kipindi hicho nakumbuka sasa siku moja nilikuwa nishafanya mitihani yangu ya NECTA pale vizuri, niko na anti pale. Anti aliingia chumbani kwangu jamani. Hapo nilikuwa nimekonda yani ule ukishua wote umeisha. Akaniambia amemwomba rafiki yake aje tuishi. Amemwomba rafiki yake Zai tukaishi kwake ili tujiandae tuondoke. Mimi sasa nikawa nimepinga. Yani kwa nini tuondoke? Basi jioni Zai akawa ametuma nauli kwa sababu alikuwa mkoa mwingine. Kwa hiyo tukapanda mabasi, maisha yametushinda mjini hivyo mpaka kwenda kwake. Zai alitupokea tu pale vizuri. Baada ya story kadhaa mimi nilikuwa kimya tu. Akachomekea pale mada sijui nini, baadaye akaongea na anti. Sasa mimi sio mtu ambaye nimemzoea sana. Sasa akanambia kwamba anti, mimi naenda China na sijui nitarudi lini, ndio maana nikaona bora tu uje kwenye nyumba yangu. Basi anti akamwambia asante bwana, nitatafuta tu biashara hapa. Akamwambia lakini ile baada ya ile tukio ulienda kupima shoga. Hapo mimi sielewi unazungumzia tukio gani. Akasema niende wapi ndugu yangu? Hata mawazo nilikuwa sina. Hasa hii mada ilinigusa kidogo, nikawa natamani nijue tukio gani. Akasema ni baba na roho mbaya yule jamani. Pole, lakini shoga yangu ndio maisha. Anti alikuwa anaongea na Zai. Na huyu Zai alikuwa anampa pole. Sasa nikawa najiuliza tukio gani? Nilikuwa sijui kipindi hicho. Na nikauliza nikasema anti, kwani kuna tukio gani? Anti akasema hamna bwana. Anti alikuwa tu hataki kuniambia. Akawa anaongea na cheka pale nini. Basi baadaye akaambiana kama saizi ni usiku sana, tukalale jamani, kesho ni siku. Basi ndio hivyo. Sasa asubuhi kulikucha, nilitoka na anti Zai, akanionyesha mazingira pale. Na vile alikuwa ana pesa, kulikuwa ni kuzuri. Tukaenjoy maisha sana siku nilikula, kanunulia nguo. Mimi tena ninapenda fashion jamani. Basi tu ndio hivyo, maisha yangu yamekuwa magumu. Usiku tukarudi nyumbani kwa sababu yeye alikuwa anasafiri kesho yake asubuhi. Bwana, miezi 3 ilipita tangu Zai asafiri, na mimi matokeo akawa ametoka, nimefaulu kwenda kidato kinachofuata. Lakini sasa shida ikaja. Yani shida ya kwanza kwenda tena shule. Yani pesa hakuna. Anti hana pesa. Gharama ni nyingi. Yani sijui itakuwaje. Yani ndio hivyo. Na mimi mwenyewe nimeshakaa sana nyumbani, tena hapa sioni kabisa kama nitasoma tena, sioni chochote. Sasa nikiwa huko pia nilikuja kupata rafiki alikuwa anaitwa Salome. Salome alikuwa mtoto wa mtaani tu. Yeye hakuwa anasoma wala nini. Yani kauli yake yeye kuku yake ilikuwa ni kulala tu, yani kula basi. Sasa mimi ndo akawa udugu wangu kwa sababu alinitembeza jiji jamani mpaka nikaelewa kila mahali, yani kila sehemu nikapajua. Basi jioni Salome akaga anakuja nyumbani pale na lazima nguo zangu mwenyewe anaondoka. Siku moja kabidi nimuulize, "Kwani wewe mwenzangu usiku unaendaga wapi?" Akaniambia mimi naendaga kazini. Nikamwambia, "Wewe una kazi gani?" Niliuliza nikiwa na mshangao kidogo. Lakini hakuniambia. Nikamwambia una kazi gani bwana? Nikawa nimemnganganiza pale. Akasema bwana, akasema nikikwambia na utataka au? Nikamwambia unganiunga tota kazi jamani, na mimi nifanye una kaa tu hapa nyumbani. Mimi mwenyewe naweza kufanya kazi. Basi akaniambia unajua unaweza kufanya kazi gani? Nikamwambia Salome, mimi naweza kufanya kazi yote, wewe mbona unafanya? Akaniambia basi poa, baadaye jiandae na kupitia. Nikamwambia hapo ndo maneno sasa. Basi nikarudi nyumbani pale nikatafuta zangu kiwalo kizuri pale, nikajiandaa mwenyewe, nikamfuata Aunti Ruby. Nikamwambia Aunti, mimi usiku natoka na Salome. Akamwambia unaenda wapi? Afu kwa nini usiku? Aunti aliniuliza na nitazama. Hata sikutaka jua kwamba naenda kutafuta kazi. Nikamwambia na mtoko tu, sitochelewa, kuna sema tu tunaenda. Nilimuomba, nikambembeleza sana Aunti, baadaye akakubali. Basi binti mimi usiku nikavaa zangu kijamsuti mwenyewe kifupi kuliko kinaishia magotini, raba nini. Nashukuru nilikuwa nimesuka kimoja iliyopita. Kwa hiyo nilichwa nisukue vibaya kivile. Basi baadaye Salome alikuja kanipitia, tukaondoka zetu. Njiani nimeluzi tu kwa kaka yani. Basi tukafika kwenye jumba moja kubwa hivi ambalo lilikuwa lina taa za kila rangi. Macho yalinitoka. Nikamuuliza Salome, "Wewe, hapa ni wapi?" Akaniambia usiwe na hofu bwana, hebu twende ndani. Jamani tukaenda huko ndani. Nilikuwa naogopa. Yaani hata kutazama pembeni nilikuwa naogopa. Watu wako busy na mambo yao jamani. Ni jumba la hazina, yani sio nisemaje, madanguro yale sio niite kitu gani. Tukapita hapo kwenye hiyo kumbi, nakwambia tunaingia kwenye chumba kimoja na
Baadaye tukaingia kwenye chumba ambacho kwa kikubwa sana. Nje tukakutana na wababa wawili yani wanaongea yani mimi nilikuwa naogopa. Sasa tukawapita pale tukawaacha kana tutazama tu yani tena kwa tamani ile mtu anakutazama kabisa anamaanisha kwamba anakutaka. Sema wangu ulikuwa speed yani muda wote ndani ya hicho chumba. Nilikuwa naogopa sana. Basi baadaye kuna chumba kingine tukawa tumeingia pale. Kulikuwa na AC nini fresh, kuna nukia penyewe. Palitulia sana. Sasa baadaye kuna mdada mmoja mrembo hivi mweupe ana shape jamani, siwezi hata kumaliza sifa zake, lakini ndio hivyo alikuwa ni mzuri jamani, yani ni mrembo haswa. Alikuwa amekaa kwenye dressing table pale kwenye hicho chumba, akawa anajiremba, anajiongeza rangi pale, sijui marangi fani kwenye macho yale, anatumia wanja makopi manini. Basi alipotazama nikajiona mimi kweli bado huyu binti mbona ni mzuri hivi, lakini nikatulia. Basi akasema vipi Salome, vipi umekuja na wageni? Akamwambia Dalulu, huyu rafiki yangu anaitwa Angel, amekuja kuomba kazi. Salome akanitambulisha na mimi nilikuwa nimepata nafasi ya kujua jina la huyu mdada mrembo kule anaitwa Lulu. Basi akanyanyuka pale akatembea kwa madoido mwenyewe, akanitazama kwa macho na nikagua mwenyewe. Akaambia ni mrembo lakini anahitaji matengenezo kidogo hivi. Aliongea huko anarudi nyuma hivi ananiangalia. Akasema karibu mrembo, umesema unaitwa Angel? Akamwambia Salome, akamwambia anaitwa Angel. Akasema okay Angel, sawa tena. Sasa jamani, kazi yenyewe jamani eti ni kuuza mwili. Jamani, mimi na wanaume wapi na wapi? Mimi sijawahi kulala na mtu jamani, naingia miaka 17 sasa hivi. Mwanaume wa nini sasa? Basi siku hiyo kiukweli sikuwa na soko kabisa. Salome alichukuliwa, lakini mimi si mtimkavu, nikabaki tu mpaka asubuhi. Sijaitana mtu yote, yani sijui ni nuksi sijui ni nini, lakini ndio hivyo. Basi Salome kama nipigia simu akaniambia nirudi nyumbani. Nikarudi nikamkuta kweli anti ameshaenda sokoni kwa sababu alikuwa anauza mboga pale nje pale. Yaani urembo wote umekwisha nakwambia. Anauza tu hapo nje ni kujishikiza hivi. Basi baadaye mida ya mchana nikakutana na Salome. Alinicheka lakini akanipa moyo. Akaniambia hata mimi siku ya kwanza nilijiona hivyo nuksi, lakini sasa hivi niko sawa tu. Kwa hiyo ukiona kuna nini wewe sawa mambo ya shida na nini, twende tukatafute hela, mbona wewe ni mzuri na hela utaingiza haraka sana. Basi tukacheka tu pale. Maana jamani haki ya Mungu basi tu. Na nikawa nashangaa nasema mimi mzuri kwenye nini, maana nilikonda jamani. Yaani siku sina ile matunzo ambayo nilikuwa napata kwa wazazi wangu. Sasa wiki nzima nikawa naenda na shoga yangu. Lakini wiki nzima nikatoka kapa kwa sababu nilikuwa naogopa. Yaani nilikuwa naogopa jamani. Unakuta na baba kabisa ukubwa, watu wazima, nikasema jamani mimi mbona naogopa? Au mizimu ya wazazi wangu haitaki nifanye vile au ni mkosi? Sasa kuna usiku mmoja nilikuwa najiandaa kwenda. Nikawa najiambia yani leo ndo mara ya mwisho. Nisipoitwa leo ama nisipokamilisha leo kukutana na mtu basi siji kwenda tena. Basi nikavaa suruali na topu pale, nywele nikabana mwenyewe maana niliona au nilivyoachia ndo maana hawataki kunichukua nini. Basi majira ya saa 5 akawa amekuja mbaba, yani kimkadia na miaka 45-50. Jamani, nuksi ziishi. Yule baba alikuja akanichagua. Niliumia. Yani wenzangu wanachaguliwa na vihandsome vidogo vinachaguliwa na mzee huyu, jamani wa nini? Salome nikamwambia kubali tu bana, wazee hawa sio shida zao, yani labda wewe utaki wewe. Nikakubali tu kishingo pande hivyo, nikaondoka na babu yangu, maana huyu ni babu jamani. Sasa akunipeleka kwenye hoteli wala lodge, ila ilikuwa ni bonge la mjumba. Akaniambia amejengewa na mtoto wake ambaye ni mwanajeshi, ila sasa hivi hayupo toka miezi 5 iliyopita. Na sasa kana nisisitiza kwamba nataka nimfanyie massage mimi nimewahi kufanya ndugu yangu, lakini ndio hivyo sinataka hela. Basi nikaanza kumkandakanda mgongo pale, ananihadithia kuhusu mtoto wake. Mzee anaongea sana jamani. Anaongea jamani, mimi sipendi mtu ambaye anaongea sana. Lakini ndio hivyo. Usiku ukaisha, uweze amini yule baba hakunifanya kitu. Akanihadithia tu vitu, nikamfanyia massage mpaka kalala. Nipoamka nikasema ngoja basi hata nijifanyishe usafi hapa nini, vitafuno nini. Nikawa nimeenda pale nikapika chai pale. Mikate pale niona ilikuwa ya kuoka pale, mayai nini. Sikuwa mvivu sasa hivi tena. Yaani na kupika vitu vyepesi nilikuwa najua. Basi baadaye babu akawa ameamka. Anaitwa jamani Mr. Lumba, lakini ndio hivyo mimi nilikuwa naona ni babu yangu. Ndio hivyo. Basi akaamka akaona pale ndani kusafi nini, akafurahi mwenyewe akasema basi kabla hujaondoka hata nikakuzawadia nikakufanyia shopping. Nikashangaa. Yaani hajanilala hapo anataka kunifanyia shopping. Basi Salome shoga yangu akanipigia simu pale, akawa ananiulizia. Sikupokea kwa sababu ilikuwa chumbani na mimi nilikuwa zangu na kikongo. Nikuja kuiona baada ya missed call. Bwana
tukatoka jamani. Yani nyie wa baba wana nafasi yao sehemu. Nilienjoy hizo mchezo jamani, nikachagua nguo rembo, yani ndio hivyo. Tukaenda hotelini huko. Huyu mzee ana pesa jamani, sio hana kutumia naye. Akaniambia nataka nioe jamani. Nilicheka. Siku moja jamani, unataka kumoa tena mtoto mdogo? Mwenye nikajisema na uzee huyo. Wewe uzee wako babu? Hapana, kwa kweli una hata haya wewe. Basi huyu mzee akanipeleka na gari kwenye geto la Salome. Akanikumbusha kwamba nisisahau kwenda usiku. Nikaingia ndani hapo, nilikuwa na mizigo kweli kweli. Sijafanya chochote. Sasa nimefika pale, Salome ananiuliza, "Wewe, mbona umpata vitu vyote hivi, umefanya nini?" Akawa ananiuliza pale, anapekwa pale mizigo pale. Nikamwambia, ni babu yangu Mr. Lumba. Nikajibu hapo, nikaa nacheka. Akasema, "Nilikwambia wewe wazee ni wazuri kuliko vijana. Umeona sasa?" Nikamwambia, "Bwana mimi sikai. Hebu ngoja tu niende kwa Aunti Ruby kwanza." Basi nikatoka mpaka kwa Aunti, sikumkuta siku ile. Nikasema sijui ameshaenda sokoni. Basi nikabadili nguo pale, nikavaa kijora mwenyewe, nikamfuata sokoni. Nikamkuta huko kweli. Nikapiga naye story pale. Akaniuliza nibolala, nikamwambia nilala kwa Salome. Basi kwake hakuwa na shida kwa sababu alikuwa anamwamini sana Salome na anajua ndo rafiki yangu. Bwana we. Miezi 3 iliisha niko na ule mzee kama utani. Nilikuwa naweza hata kumaliza wiki nipo tu na yeye kwenye jumba lake pale. Nikawa kama madhau, sio kwa nipendea mimi mtoto watu. Sasa siku moja mchana Mr. Lumba alikuja kazini, mimi nilibaki peke yangu nyumbani. Sasa nyumbani kwake nilikuwa nimevaa zangu kishort pants fulani, kitopo mwenyewe, nimetulia pale fresh. Nilikuwa nimeng'aa hapo, yani at least nimempata huyo mzee hata ananulia mafuta jamani. Basi mlango ukafunguliwa. Sasa nikiwa jikoni, nikatoka kuangalia nani. Nikakutana na mtu amepanda hewani, yuko ndani ya vazi la kijeshi. Ni ameganda jamani. Yani kama amegandishwe. Nikamtazama, nikasema huyo ndo mtoto wa mzee wangu. Kwa hiyo huyo akiwa bwanangu, huyo ndo mwanangu. Akanitazama, akaniuliza, "Wewe nani?" Aliniangalia kwa dharau. Sasa mimi sikupenda dharau. Nikamwambia, "Mimi mama yako. Yani mimi mpenzi wa babako." Jamani, hapo eti nikamsonya. Nikaendelea zangu kupika jamani. Yani kabla sijapiga tu nilivutwa nywele jamani, nikageuzwa. Kuangalia naifanya hivi ndo yule baba jamani. Maumivu ya rasta jamani, unajua ukimtoka kusuka bado za mbichi jamani, niliumia. Ikabidi sasa nifanye juu chini nijitoe kwenye mikono yake. Akaniambia, "Wewe chizi nikamwambia, "Wewe chizi kweli? Wewe ndo chizi. Uone kama unaniumiza." Nikana jazba. Basi raundi hii kweli sikubaki salama. Yani ile kumjibu chizi, nikapigwa kwanza konzi moja takatifu. Nikaanguka chini, afu chini pale kuna tiles jamani. I say hii ni kitu ambacho ilinishangaza. Jamani, nilipiga kelele, nikawa nimeanguka chini pale kama furushi. Yule mjeda bwana akaninyanyua kichwa changu mwenyewe nimtazame, nakwambia yani ananinyanyua kwa kutumia rasta. Nyie mnajua maumivu ya rasta kutoka kusuka. Akaniambia, "Mimi sipendi dharau, ni mtoto mdogo sana." Kaniangalia kwa macho jamani. Nilijibu, "Kwani tena?" Nikakaa kimya namtazama kwa huruma. Baadaye akaniachia pale, akaondoka zake. Basi nikanyanyuka pale naugulia maumivu, roho inaniuma, lakini ndio hivyo sikuchelewa. Nilikuwa nimeingia chumbani pale, nikachukua kila kilicho changu safari ya kwetu. Nikaona hii hapa, huyu baba nikikaa naye hapa ataniua. Kiukweli sikutaka kupita kwa Aunti moja kwa moja. Ilibidi tu nipitie kwa Salome ili nikamhadithie ndo shoga yangu. Nikamhadithia, alicheka lakini akanihurumia, akasema, "Lakini usiwaze bwana, kazi zetu kufumaniwa, siju kupigwa kwa ni jambo la kawaida tu." Akawa amenipa moyo pale. Nikamwambia mimi sikubali, na kwamba yule yani nitamlipa alichonifanya. Nikawa na jinadi jamani, kama sio mimi ambaye nimeshikwa hizo nywele nimewashwa kofi afu nikatulia. Nimchokoze mjeda. Kuna namba ambacho ninakitaka labda. Basi wiki nzima sikwenda kazini pia kwa sababu nilikuwa siku vizuri. Hela ambazo nilikuwa naweka akiba kutoka kwa kibabu changu zikawa zimenisukuma hivi. Sasa baadaye nikaona kama nimepata ugonjwa wa kukosa usingizi. Yani nilikuwa silali, yani usiku kucha, yani silali na kuja kulala asubuhi. Nadhani nilikuwa nimeshazoea sijui. Sasa baadaye ikabidi niende hospitali at least hata kama watanipa dawa sijui nini. Nilikuwa naambia labda na stress, lakini pia labda nimebadilisha ratiba yangu ya kulala. Na nikawa nimepewa pale dawa zile kwa ajili ya kunisaidia kupata usingizi. Ukinywa unaamka baada ya masaa kama 9 hivi. Basi nikawa nimetumia siku kadhaa, na baadaye nilipokuja kuanza kazi nikawa nimeacha kutumia zile dawa. Basi siku kama kawaida niko na shogangu Salome, tukaenda kazini huko majira ya saa 3. Mwenyewe naomba nisiwe na gundu kwa sababu nikaona huyu ni mkosi jamani. Basi tukaingia mpaka ndani pale. Lakini tulimkuta yule Dalulu yuko na mtu wake, kwa hiyo ikabidi situsubiri nje pale. Nusu saa tu Salome ishachukuliwa jamani kama kaida yake. Nikabaki peke yangu, wote ambao nilikuwa nao wamechukuliwa pale. Ikabidi nianze kucheka jamani. Hivi ni wazazi wangu wapendi kazi ninayofanya hivi. Mbona nikija huko watu wenyewe wanitaki? Yani ni mikosi juu ya mikosi jamani.
Nikasema mimi itabidi tu hata niende sijui kwa mganga. Sasa baadaye nikasema niangalie dawa zangu kama zipo kwenye pochi, muda wa kulala huna karibia, maana hamna hata kitu ambacho nimekipata. Sasa nikawa najiangalia pale kwenye pochi. Sasa mara ghafla Dalulu akatoka ofisini kwake, akawa anaongea na simu pale kwamba kanga tu yani anaongea na simu, ananitazama fulani hivi. Baadaye akamekata simu, akaambia njoo, vipi mbona baki peke yako? Nikamwambia dada ndio hivyo, yani mimi sijapata hata mtu. Akaambia lakini bora yani naomba unisaidie kitu. Hapo nilikuwa naongea na ex wangu, na hisi kama ajui kashakuwa ex. Alikuwa ananiambia hivyo Dalulu. Nikasema Dalulu bwana, yani ajui kivipi? Nikawa nimekazia maneno yake. Akaniambia eti anataka kamfuate hotelini, anataka nimfuate hotelini, afu mimi sitaki kutoka na mgeni, kwa hiyo unaweza kwenda kwa niaba yangu nitakulipa. Aliongea tena nigawa kwa ex wake. Nikamwambia nipe location. Basi Dalulu akanitumia location na namba huyo mtu, nikawa na chat naye na akawa ametuma nauli pale. Maybe ndio watu chap, nikaenda. Nimesha kujifunza hii michezo jamani, ndio kazi, sina kazi nyingine mjini. Sasa nilikumbuka ile hoteli niliwahi kwenda nikiwa na kibabu wangu. Nikaacha tabasamu pale, na ile taswira kwa mbali kidogo ilikuwa haijafutika kichwani kwangu. Nikaongoza tu mpaka chumba ambacho nimeelekezwa pale. Basi sasa kabla hata kuingia nikasema ngoja niende hata vyoo vya huku nje jamani, nikajiangalie vizuri kama niko sawa. Sasa najua tena wanawake, mtoto kike nipo na kigauni changu, mgongo wazi pale, utanitaka nini? Lakini ndio hivyo, yani hata kama unanunuliwa unatakiwa kuwa msafi. Basi baadaye nikarudi mlangoni, nikagonga mlango pale. Sekunde mlango ukafunguliwa. Jamani, mbona nilitamani nipae, nilitamani nipotee jamani. Kiumbe nilimuona akawa ni mtoto yule kibabu, yule mjeda ambaye ni washa ile coffee school jamani. Nilichoka. Hakunishangaa sana, akaachia mlango niingie. Niliogopa, ila ndio hivyo, nikakaza moyo jamani. Mimi si nimetumwa kazini, yani ndio hivyo. Salamu hakuna. Nikafika tu nimekaa kimya kimitanda, wote hatuongei. Mjeda alikuwa anakunywa pombe jamani, akanitazama, akaniambia kwa hiyo yeye hajataka kuja ndio amekutuma wewe. Hapo nikawa nimeshaelewa na maanisha nini. Nikasema ndio, leo ana mgeni. Hapo moyoni nikacheka, nikajua yani yeye ajui kama ameshakuwa ex na hawezi kuendelea na huyu binti. Yani Dalulu anafanya kazi ambayo nahisi na mjeda wake anaijua jamani. Yani kumbe mjeda pia wanachanganywa. Mimi nilijuaga ukiwa na mjeda unakuwa unaogopa jamani. Msikilizaji, sijui. Nenda naye kawachanganya. Akaniambia yani ina maana Lulu ana mgeni muhimu sana kuliko mimi, si ndio? Aliongea hapo amekasirika, anaendelea kunywa pombe. Akaambia kaoge. Eti nikaoge jamani, mjinga kweli, kwani mimi mchafu? Nioge ili waje sasa. Kwanza mimi mwenyewe sitaki kufanya chochote, yani labda nikufanyie massage. Nikawa najiongelesha mwenyewe kichwani mwangu huku. Nikawa nafikiria hapa nikioga hapa yani anamaanisha nioge ili waje. Lakini ndio hivyo, nikaingia pale. Nikatoa nguo, nikatoka na taulo langu pale. Mjida naye akaingia bafuni na akili za kijinga zikawa zinanijia. Nikachukua zile dawa za usingizi, nikamimina kwenye ile chupa ya pombe. Aliporudi alikuwa ameshaoga na taulo lake, ameweka kiunoni tu, amejiachia kifua wazi. Basi alikaa pale akawa anaendelea kunywa pombe pale. Akaambia njoo unywe. Nikamwambia pana, wewe endelea tu, mimi situmii. Basi nikakataa kwa sababu najua ambacho nimefanya kwenye ile pombe, lakini pia mimi sio mtumiaji wa vinywaji. Yani ujanja wangu wote pombe hapana. Basi baada ya dakika chache jamaa alianza kusinzia jamani. Akaja kitandani pale akalala pembeni, akapitiwa kabisa. Mimi nikafurahi. Lakini ndio hivyo, mimi ikabidi nikeshe kwa sababu siwezi kulala bila usingizi. Jamani, yani akili za kijinga hizi ndio zikazidi kutawala kichwani. Nikataka kulipiza kisasi changu aisee. Basi nikashuka taratibu pale, nikatoa wanja lipstick mwenyewe kwenye pochi yangu pale. Nikaanza kumremba mjeda jamani, nikampodoa pale. Nikampa sura ya kike mwenyewe, yani kama ya mama yake hivi, akawa mrembo hatari. Alafu nikampiga picha. Nilifurahi, nimelipa kisasi, aliniwasha kofi. Basi nikachezea uso wake jamani, yani mpaka majira ya saa 10 usingizi nikaona sasa umeanza kunivamia. Kwa hiyo sikutaka nipigwe. Kwa hivyo maana atakapojiona atanipiga. Kwa hiyo nikaona hapa ngoja nimfutie hizi lipstick hapa nini, na mimi baadaye nikawa nimelala. Alafu nikamkumbatia kabisa, yani kama sio mimi ambaye nilifanya alale. Sasa asubuhi kama kawaida, nadhani alikuwa kwanza kuamka, akaniamsha pale, akanisukuma nitoke kwenye mwili wake. Mimi sikutaka kelele bwana. Ananiamsha, ananisukuma mwenyewe poa. Nikaamka, kalalamika mwenyewe, kichwa sio kinamuuma nini. Mimi sikujibu kitu. Nikaingia bafuni, nikaoga, nikavaa nguo zangu ili niondoke. Basi akatoa 20,000. Nikawa namtazama. Nikamwambia hivyo una masiara Akasema mbona sijakufanya chochote, unataka hela nyingi ya nini sasa? Nikaona aibu kweli, sikufanya kitu. Wala sijamfanyia massage wala sijampa mwili. Lakini ndio hivyo,
Kukaa kimya tena ni dharau. Sasa alama ya lipstick zilikuwa bado zipo kwenye uso wake, nikapata nguvu mpya. Nikamwambia unasemaje wewe? Nikamnyanyua mpaka bafuni kwenye kioo. Nikasema unaziona hizi alama hizi? Yaani unajua ambacho kimetokea jana wewe? Tumejibusu hapa, mimi niko najipaka sijui na nini. Akambia wewe, haiwezekani. Mbona mimi sikumbuke kitu? Nikasema sasa kukumbuka ni wewe. Umekunywa pombe huko unaifanya ukumbuke ndio nini? Nikanamwambia hapo najiamini. Basi safari hii akubisha, akarudi chumbani pale, ikabidi niongeze hela. Lakini bado alikuwa anaguna. Yaani amefanyaje hata kama amelewa, hadi kweli ndio akumbuki. Mimi nikafurahi sana isee. Basi nilipofika pale nikawa nimemwambia kila kitu Salome, tukacheka kama mazuri hivi. Sasa nilikula hela yake kwa sababu ni ya bure, na nikasema hii ni fidia ya kuniwasha kofi ile siku. Na hii siku nilikuwa nimechoka jamani, kwa sababu nilikuwa sijalala na sikutaka kwenda kazini kabisa. Basi Salome aliondoka zake, mimi nikalala zangu. Sasa simu yangu baadaye ikawa imeita, ni Dalulu alipiga. Nikapokea, shikamoo. Wewe nje umemfanya nini yule bwana? Kwani kasemaje? Anakutaka tena leo. Anataka tena. Akasema kwani wao wengine si wapo mpeleke? Amesema wewe ndo nataka uende. Dalulu akaniambia. Akasema Mungu wangu, ila watu nilikula leo nitakopaje? Akanisiku ili niende. Nilichukia. Lakini ndio hivyo nitafanyaje? Ndo kazi. Haya ikabidi nibebe vitu vyangu pale, nivae nipendeze, nikatoka. Nikaenda pale ambapo alikuwa jana. Basi leo alipofungua tu mlango alikuwa mzima kabisa. Kwa hiyo nikaingia bila hata salamu. Yaani simpendi huyu kaka, na mwenyewe nipendi. Nikaingia mezani. Hakukuwa na pombe leo ni maziwa. Sijui itakuwaje maziwa leo nitamlewesha kweli. Basi nikapitiliza mwenyewe nikakaa kitandani. Akaniambia, "Jana unajua ulinifurahisha sana, kaoge basi." Nikasema huyu mbona kama ananipa mtego? Nikamwambia mimi kuoga bana, nimeoga nyumbani. Nikamjibu hapo moyoni na mcheka, ile jana amenifurahisha. Aende zake huko mpumbavu. Labda kama ambavyo ni mrembo akapendeza kweli, hapo ndo na mimi pia alinifurahisha. Akamwambia sawa kama huyu basi ngoja mimi nioge. Basi akaongea. Akaenda zake bafuni. Basi nikanyanyuka haraka pale. Nikaenda kumwekea dawa ya usingizi kwenye maziwa. Nikarudi pale nilipokuwa nimekaa. Alipotoka akapiga simu. Ile glasi nyingine eti iletwe kwa ajili yangu. Kweli bwana, glasi ilikuja imejaa vizuri tu, nikanywa. Ila kabla sijamaliza nikaenda chooni, nikaoga kabisa huko, nikarudi chumbani. Leo sikutaka kujisumbua jamani. Nilimaliza tu ile maziwa yangu pale. Nikapanda zangu kitandani pale. Najua hapo huyu atalala sasa hivi. Bwana we, jamani. Nakuja kufungua macho asubuhi, nipo kitandani peke yangu. Sasa naanza kujiuliza nimelala saa ngapi? Nijishangaa, nipigeuka pembeni. Mjeda yupo ndo anavaa. Inaonekana alikuwa ni kama anatoka hivi. Nimelala saa ngapi jamani? Yaani au mimi ndo nilikunywa ile dawa? Nikasielewi. Basi nikaamka, nikawa nimekaa pale, nimwangalie vizuri kabisa. Nikawa namwangalia anaangaika pale kujifunga tai pale. Leo hajavaa magwanda, amepiga tu suti yake moja safi, amependeza, amevutia. Ila ile kofi lake lile, simpendi kaka. Kwani niwashe kofi siku ya kwanza ameniona, lakini bonge moja la HB. Yaani tena ni mzuri. Alafu yeye hakuwa amenyoa pala bwana. Basi badala yake alikuwa amenyoa panki fulani, yani kama tajiri sijui nini. Amependeza yani hatari. Basi akaniangalia pale akamwambia umeamka? Anaendelea kujaribu kujifunga tai. Nikamwambia bado nimelala. Nikamjibu mtu ananiulizaje hivi wakati naona nimeamka. Basi akatabasamu tu, akanitupia tai akamwambia nifungie hii. Nikapokea kwa hili nikamfungia pale. Akasema mimi leo sina moja kupiga mtu. Akaniambia hayo maneno. Anamaanisha nini? Sasa nataka nipige au? Nikamwambia sikumjibu chochote, badala yake nikatengeneza tu ile tai nikamrudishia. Akavaa, akasema sasa sikia nikwambie, ujinga wako uliofanya wote nimeuona. Sasa subiri nikirudi dawa yako inachemka. Yaani leo utamjua Meshaki ni nani. Akaniambia pale anataka kutoka. Nikasimama haraka mlangoni pale nikamzuia, nikamwambia wewe. Yaani akaniambia sikiliza. Nikamwambia wewe. Yaani sijui unaitwa Meshaki sijui nani. Hebu niomba kwanza langu. Unaondokaje kwa mfano? Nikamzuia pale Meshaki. Nikaona anacheka. Akamba haya na jana ulifanya nini? Nikajishtukia maana sina kumbukumbu. Mimi leo ndo nimelala nimeamka asubuhi. Nikasema hata kama sifanye kitu ndo niache hapo hotelini bila hela. Mimi si nimepoteza mdangu nimekuja hapa. Hapo nikawa nimepoa kidogo. Akaniambia nenda kwenye kao, nikirudi hapa tunaongea. Akanisogeza pembeni pale akaondoka. Na akaniambia ole wako uondoke. Nikasema leo nimeshatelekezwa hapa bila hela. Basi kabidi niingie tu bafuni pale kuoga. Baadaye nikasikia mlango unagongwa. Nikatoka chap pale nikakuta kumbe ni mhudumu eti ameleta chai. Akasema nimeagizwa nikuletee chai. Nikapokea nikaeka mezani pale. Chai ilikuwa ni nzito. Yaani sijui nisemaje. Yaani unaelewa nzito ni ile imejaa. Yaani chai kweli. Nikawa sasa yaani sielewi. Yaani nikimbie au nifanyaje? Lakini ndio hivyo. Baadaye ikabidi
Ninywe zangu chai yangu pale nikasepa. Basi kama kawaida kitu cha kwanza kwa shoga yangu Salome. Leo sikutaka ajue kitu. Nikajilaza tu kitandani pale, story nyingine kabisa zikanibembeleza mpaka nikalala. Nilipoamka nikakuta Salome ameshapika ugali pale na samaki tukala, nikapata nguvu mpya tena. Basi tukajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye mihangaiko yetu, na leo niliapa si ndo naenda kwa Mjida Meshaki kabisa. Yaani hata Dalulu asemi nini, bora nibaki na mikosi yangu. Ila ndio hivyo. Sasa ofisini kwa Dalulu nakumbuka siku hiyo ananiambia kulikuwa hakuna mtu. Kwa hiyo tulimsubiri sana. Baada ya muda kidogo akaja. Alikuja na mkaka fulani hivi, shombe fulani mpanda hewani, yule zake singa jamani. Anavutia. Yani ukimwangalia tu unajua ni Mwarabu, sijui ni mtu wa wapi, afa anaonekana na pesa. Unajua watu wenye pesa ukiwatazama tu anaonekana. Basi huyu Mwarabu akamshika mkono Dalulu pale. Baadaye akamshika kiuno akawa anatembea. Dalulu anatabasamu jamani, na alivyo mrembo. Dada ni mrembo yule. Basi sijui kwa nini anafanya hii kazi mbovu. Basi yani kwake hakutaka kutupita. Akawa amekuja mpaka pale akatutambulisha kwamba yule ni shemeji, si tena nataka nichekesha shemeji umepoa. Basi akaingia ofisini na Dalulu, ambako huko pia kilikuwa ni kama chumba. Ni ofisini lakini kama chumba. Basi kama kawaida watu wakaanza pale kunyakuliwa pale, wengine wanafuatwa. Yani ndio hivyo, watu wakanyanyua, mimi na mikosi yangu niko tuli peke yangu. Mara namuona Mjeda Meshaki amevaa kofia na nishamjua, yani nilipomwona tu nikageukia pembeni asinione. Kweli alinipita pale, sio nikasema hajaniona, sio ananiigizia, na nikawa namwangalia anaenda wapi. Akaingia ofisini kwa Dalulu, yani bila hata hodi. Alichokutana nacho huko ndani sijui, atajua mwenyewe. Mimi tu nikawa nimeshika kichwa, ngasema leo limefanyika fumanizi, maana naye inaonekana ni mpenzi wake. Basi baadaye nikamwona Dalulu anatoka, ayuko anajifunika pale shuka. Kulikuwa na kelele jamani. Sikusikia maneno yake, lakini vitendo vilitosha kuonyesha kwamba alikuwa amemfokea sana. Wamefokeana sana pale, na baadaye Meshaki alitoa pete akamtupia pale, sio akarudi chumbani. Sasa nikashindwa kuelewa. Yani ana upenzi hadi wa pete kabisa. Lakini Dalulu siku ile amenituma nikamhudumie bwana. Kivipi? Yani anyways mimi sijui hayanihusu. Basi Meshaki alisimama kwa muda pale, akataka arudi tena ndani, lakini akaishia tu kupiga ngumi kwenye ukuta na kwa na hasira. Akatembea pale kwa kasi anaelekea pale ambapo sisi tupo pale. Alipofika pale, tena shangaa akasimama akanishika mkono tuondoke. Huyu hasira zake hizo ndaka ndo akanimalizie kwangu, amechanganyikiwa. Nikawa sitaki, najitoa, nikamwambia naomba uniache. Nikamwambia tayari na dadangu bwana, chukua mtu mwingine. Muda huo dada wote washaanza kuvuta ili wameshaanza kumvuta ili awachague, lakini yeye hajaongea. Badala yake akanisogelea pale, ndo kwanza akanibeba kwa nguvu. Naambia niache bwana, nampige vibao pale nini, lakini anasikia sasa. Akaniambia wewe hivi unielewi au mimi nitakufumua hapa. Nikamwambia bwana mimi sitakwenda na sitakwenda sehemu yote. Nilikuwa naongea hapo nina hasira. Nataka kufungua mlango ambao ameshaloki kwenye gari. Basi Meshaki hakuongea, akaendesha tu gari kwa speed kali kweli mpaka hotelini pale. Akashuka na mimi nikafungua mlango pale kumfuata. Msinione mjinga jamani. Ndio nishafika mpaka huko jamani, afu nitarudi kule kwanza huenda nisichaguliwe. Ni kwamba tu nilikuwa naona yani kwa nini mnichukua akiwa na hasira, nataka nifanye jamani. Akinipiga basi tukaingia kwenye ukumbi fulani hivi badala ya chumbani. Ukumbi fulani hivi amazing, yani panaonekana ni pa matajiri fulani hivi, na kukuwa na mtu ambaye amechoka hivi, watu wanavaa gharama, watu wananukia nini. Ukinitoa mimi na kijamsuti changu hicho chenye mgongo wazi, sina maajabu mengine. Basi mhudumu alikuja na Meshaki alikuwa ameagiza whisky yake pale pamoja na nyama choma na ndizi nini vipoletwa. Mimi sikunywa pombe hata kidogo, lakini nilikula. Akaambia mbona unywe? Nikamwambia mimi sinywi pombe. Basi akaniangalia tu akanywa pale. Alikunywa sana, mimi niko kimya tu namtazama pale, na nimekunywa tu glass 5 za juice, nimechoka sasa. Nikasema ngoja tu niende zangu wapi chooni. Hata wakati narudi kuna mkaka alikuwa ananitazama kwa macho ya kunitamani, lakini mimi sikumzingatia. Sijui alikuwa anawaza nini kijana watu. Kabla sijafika kwenye meza akanifuata, akaniambia sorry madam, naweza kuongea na wewe kidogo? Akawa ananiuliza pale ananitazama. Mimi sikumwacha bure, nikaacha tu tabasamu. Nikamwambia ongea, hamna shida. Na shida na namba yako tafadhali, sio naweza kupata kama utojali. Nikamwambia hamna shida, mimi nina shida gani jamani? Mimi namba nagawa tu, kwanza hii ndo kazi yangu. Nikamjibu pale, nikawa natabasamu na mimi. Tabasamu lipo kama lote. Sasa baadaye akajisachi, akawa hana simu. Akamwambia nimesahau simu mezani, labda nikupe namba yangu. Basi bila yana mimi nikatoa simu yangu pale, nikawa nampa aandike namba. Wakati ananirudishia simu ikadaka, yani hata kabla siishika mwenyewe. Meshaki sio alifika muda gani, akaambia oya naomba upotee. Akamwambia kaka basi bila hata ubishi, kaka watu maskini, sijui alihisi kitu gani, lakini ndio hivyo. Akaniangalia pale kwa dharau mwenyewe. Mimi sikutaka hata kuongea kitu. Najua huyu yani ni mkorofi siku zote hivi.
Nikamwambia naomba simu yangu, nikamwambia hapo, nikawa naivuta. Jamaa alipasua chini afa akaisigina hivi mguni, akaivunja afa akanivuta pale mkuku mpaka chumbani. Jamani, huyu kaka kwani hasira zake mimi zinanihusu nini? Nilikasirika jamani. Nikamwambia mimi nataka simu yangu. Unajua nimeipataje? Mimi nataka simu yangu na hasira. Pakamba uko unafanya nini pale? Yaani unagawaga tu namba tu kwa kila mtu. Wewe uone shida hivi nyinyi wanawake mna shida gani? Yaani uko na mimi afu unagawaga tu sijui. Nikasema wewe vipi? Nikamwambia bwana wewe, mbona mimi nashinda kuelewa. Huyu aliniomba tu namba. Kwani kwa sababu ni nini? Akishapata namba yako liwaje? Ili akutongoze afu ukubali uende sijui. Nikasema wewe bwana, hizi pombe zako zenye hasira mimi sitaki umalizie kwangu bwana. Basi akaniangalia kwa hasira. Basi baadaye akao amegeuka zake pembeni pale. Na mimi nikaona maneno yangu yamemuingia kweli kweli, na nikasema bwana, mimi naomba tu niondoke. Kwanza pale wewe hukuja kwa ajili yangu. Sawa? Yaani wewe umeona pale umeachwa, una hasira yako ndo unanikumbuka mimi. Akaambia nani kakwambia mimi nimeachwa? Nikasema kwani sijaona ambavyo Darura amekufukuza pale? Yaani umemfumania na amekufukuza. Mrembo yule amekukataa jamani, yaani wewe una makelele sana. Yaani ubabe tu, limwili likubwa lakini unapenda tu kusumbua wenzako. Hebu niache bwana, mimi niondoke zangu na simu yangu nataka. Niliongea pale na hasira kwa sababu ya simu yangu. Hapo nilikuwa nataka tu akasirike ili aniache. Basi ile nataka kutoka, huyo Mesha akaja nakwambia. Mlangoni pale akafunga mlango. Nikamwambia vipi, hebu usinipishe jamani niondoke. Akaambia sasa okay, ngoja nikuonyeshe kwamba mimi na ndani ni sifuri. Umesema mwili kubwa sina kazi, si ndio? Nikabebwa juu ndugu zangu. Nikaenda kutupwa pale kitandani. Yaani usijue anataka kunifanya nini kaka jamani. Nikamwambia naomba uniache, nikajaribu kumsukuma pale. Lakini huyu mtu si nimwambia ni mwanajeshi na hizo nguvu sasa jamani. Yaani nilitolewa nguo zangu kwa kuchana, sio kuvuliwa. Yaani zilichana jamani. Nililia lakini huyo ameshageja nione hata huruma jamani. Akaniingilia. Yaani ule ni ubakaji. Nililia jamani. Nililia. Sasa mimi niwaambieni kitu. Pamoja na kwamba sijui naenda na wanaume, sijui nafanya massage nafanya nini, lakini mimi huduma ya kulala na watu ni kwa sifanyi. Sasa huyu Mesha alinikuta mimi sijafanya chochote kwa sababu bado nikuaga ni mgeni kazini. Yaani ndio hivyo, na watu ambao unawapata ukitoa yule mzee unakuta wengi ni wa massage nini. Nikalia jamani. Yaani imagine wewe una bicraft unabakwa. Nililia sana. Nililia nikashindwa kuvumilia ile maumivu. Nikajikuta nimepoteza mpaka fahamu. Basi nilikuja kuamka, ilikuwa ni asubuhi na Mesha kuwepo. Nikataka kunyanyuka ili nivae zangu niondoke pale haraka. Hayo maumivu niliyapata. Nikaona nashindwa, nikajilaza na kitandani. Nilimlani Mesha kwa kitendo alichofanya, nilimlani yeye na ukoo wake uko aliko jamani. Basi baadaye mlango ulifunguliwa, akaingia Mesha amebeba mfuko. Kama ametoka shopping sijui wapi. Nilimtazama kwa hasira, yaani natamani hata sijui nimfanyaje, mjinga kabisa huyu. Basi akanisogelea pale, akanishika kichwani akaniambia uko poa. Nikamwambia ni baada ya kunifanyia ukatili afu ananiuliza kama niko poa. Hivyo una akili wewe? Niliongea hapo nikawa nafoka na msukuma. Akanambia hata nisingefanya mimi angefanya mtu mwingine. Hata hivi mimi nakushangaza. Yaani wewe mdada poa afu una bikra. Mbona mimi sijawahi kuona jamani? Alikuwa anaongea mkaka wote tena tabasamu, baadaye akaanza kucheka. Hivi ni muda wa kucheka kweli ukaka? Analaana Basi machozi yalinitoka sana maana ilikuwa ni dharau. Yaani ananicheka bila uoga. Sasa sijui kwa ananicheka nini jamani. Basi kabidi nijitahidi nianyuke pale ili nikaoge niondoke zangu. Nikawa natembea pale na chechemea mwenyewe, akaja pale, akawa ananisaidia kutembea. Akaninyanyua, nikamwambia hebu nishushe. Nikaongea hapo nikampiga bonge la bao la kwenye shavu. Hata kunijibu, akanipeleka bafuni pale, akarudi chumbani, akachukua mfuko mmoja kwenye ile ambayo alikuja nayo. Akatoa sabuni, akaja bafuni. Mimi nilikuwa tayari nimeshatoa taulo nataka kuoga. Nikamwambia nifuata mpaka huko. Huoni kama naoga? Safari nilikuwa nimechukia jamani, nikamwagia na maji. Ilo chapa. Mtu mwenyewe anaongea sasa. Akachukua tu sabuni pale, akaanza kuniogesha jamani. Umri huu mimi naogeshwa. Baada ya kumaliza akanipeleka chumbani pale, akanifuta maji, akanipaka mafuta pale, akanivalisha. Yaani ndio hivyo, nilivalishwa kila kitu kipe jamani. Salute kwake mjeshi kwa siku hii lakini. Basi baadaye akapiga simu, chai kaletwa. Haikuchukua muda sana, chai ikaja pale. Na yeye akaenda kuoga pale, akavaa mwenyewe pensi yake fulani ya kijeshi, vest ya kijivu nini, akaja naye. Tukawa tunakunywa chai. Sasa jamani, macho hayana pazia. Sikuacha kumwangalia ukakani kwa kuibebia hivi. Nimeambia ni handsome, ni ana roho tu mbaya jamani. Na vile mvaa vest jamani, imetulia kwenye kifua. Nyie mnajua kile kifua ambacho dada anapenda kulala. Basi akaniambia hivi, mimi nasafiri kesho, nitarudi mwezi ujao. Nikamwambia kwa mimi nikusaidiaje? Sasa kwani mimi na news? Kamjibu hapo, nikageukia pembeni. Akasema nilikuwa nauliza kama unabaki hapa hotelini au unaondoka. Nikamwambia kwa nini nibaki hapa? Mimi nataka kuondoka. Hata sasa hivi nataka kuondoka. Akaambia sawa kama ubaki. Akaongea pale, akasimama,
akabeba mifuko akaniambia haya tuondoke. Na mimi sikuchelewa, nikanyanyuka pale. Hapo natembea kwa tabu, tukaenda mpaka parking, tukapanda gari. Basi kabla ya kwenda kokote akanipeleka saluni. Ukaka sijui ana shida gani. Saluni ya kitajiri, so hizo uswazi. Nikaenda nikangarishwa pale, mambo ya mascrub manini. Baadaye kabisa akaja kunifuata. Tukaenda restaurant, tukala pale, baadaye akanipeleka nyumbani mpaka niko Salome. Niliona kwenda kwa aunti, alafu nachechemea hapana. Basi safari zote hizi bwana tuliwa kama mabubu, yani hatuongei. Tulipofika pale akanipa ile mifuko afa kasepa. Basi nimeshuka pale, Salome akaniuliza vipi, nimeona umeshusha yule nani? Nikamwambia wewe naye bwana ni yule mjeda bwana yule Meshaki. Nikamjibu pale. Na nikaa nimekaa chini. Akasema yule kauzu leo ndo kakuletea zawadi hii. Angel wewe una balaa wewe dada. Nikamwambia cha uchizi bwana, yani na hasira yangu hapa wewe niache tu. Akaniambia nini? Akanionyesha sura ile. Anataka kujua sasa mimi ndo shoga mboga huyu, ikabidi nimsimlie. Nakuta na mwenyewe anashtuka. Wewe Angel wewe, ulikuwa bikra? Yani anashangaa. Nikamwambia ndio. Sasa ulikuwa bikra uko unakuja kufanya kazi ya nini jamani? Kaka ambao ndio maana kaka hata ukikuchukua wanakurudisha wewe. Yani wewe ndio maana jamani, yani ulikuwa bikra. Sasa ule mzee muda wote mko mnafanya nini? Kama nilikuwa tunamfanyia massage. Akasema wewe sasa inabidi umshukuru Mungu tu kwa sababu maisha ndio amekufanya. Nikasema yani nishukuru nini sasa? Yani bora tangekuwa tu mtu mwingine. Mimi yule mpuzi simpendi ujue. Akasema nafikiri wewe mwingine hata angekujali angekuonea huruma. Yani huyu amekuonea huruma, kwanza amekuthamini, amekupa mpaka zawadi. Uone kuna kaka na roho mbaya wewe. Basi kwenye mifuko mle nilikuwa nimenunuliwa nguo za ndani, dozen tight, chupi pale, mafuta, yani vikolo kibao vya wadada. Alafu katika mfuko mimi nilikuwa sijafungua, naangalia hivi nakuta nimeachia hela milioni 2. Nikajisemea moyoni, ila sio mbaya hata kama na roho mbaya, lakini hii pesa ni ndefu sana. Sasa bwana, ukapita mwezi mmoja pale tangu ile tukio ambapo ilikuwa limetokea. Sasa nakumbuka tangia kipindi hicho mimi sikuwa naenda tena kazini. Yani tangia siku ile niliona nimeumia vile. Kama vitu vyenyewe ndio vinauma vile wenzangu wako. Sasa nikawa zangu tu nyumbani. Sasa nikiwa nyumbani siku hiyo nikawa niko nyumbani, nikawa najisikia kizunguzungu, yani kizunguzungu hatari. Uzuri nilikuwa niko na Salome bwana. Nipata kizunguzungu pale. Shogangu nadhani alinichukua, nikuja kushtuka niko hospitali. Akaniambia shoga vipi umeamkaje? Nikamwambia vipi tena mbona madrip? Akaniambia shoga yani hapo ulipo sio mara sio maji huna, sio damu imepungua, sio nini, hata sikuelewi yani. Nikasema nilijua tu jamani kote na malaria. Akasema wala sio malaria shoga yangu, una mimba. Basi aliongea hapo, alikuwa anaangalia pembeni. Nikamwambia Salome unasemaje wewe? Yani unasemaje? Akasema ndio hiyo shogangu na mimba ya mwezi mmoja. Salome akaongea muda huu, akawa ananiangalia usoni. Yani akawa ananionyesha kwamba yuko serious kwa jamani. Nililia jamani. Yani kwani mimi nimemkosea nini Mungu nipate mimba mara moja tu jamani? Mara moja jamani. Nililia. Yani mpaka nisi akaja pale akamwambia dada kwani shida nini? Nikawa sina hata majibu jamani. Ndio hivyo shoga yenu. Nina mimba bwana hata aliko sijui yani, na alisema anaondoka. Basi jioni nikawa nimeruhusiwa, na usiku huo nilikuwa na mawazo, yani sikulala usiku mzima sijalala. Salome akawa ananiambia yani hiyo tabia hiyo si nzuri ya wewe kushinda unalia na mawazo, si nzuri kwa ajili ya mtoto. Ngasema mtoto gani wewe? Na mimi sitaki mimi mwenyewe mtoto. Basi nilianza sana mtoto namleaje jamani? Yani huyo bwana huyo, yani jamani huyo bwana mjeshi mimi nampatia wapi? Sikuacha kuwaza jamani. Wiki nzima inapita sina usingizi, nalia, yani ninaumia, ninateseka. Yani naogopa itakuwaje mimba. Yani kwanza naenda kumwambiaje anti kule nyumbani. Mwenye mimba yake mwenyewe tumefanya siku moja hayupo. Kwanza simpendi hata kumuona na sura yake. Yani jamani, situsahau ile siku, nilichanganyikiwa sana. Sasa msikilizaji unafikiri itakuwaje? Binti ndio hivyo bwana. Amejitahidi mwenyewe, amejipatika kutafuta hizo kazi na nini, mwana kulitafuta amelipata, japo binti hakuwa malaya. Ni sijui alikuwa anakutana nao ilikuwaje akawa na mwache, lakini ndio hivyo. Mjeda amefanya kwa hasira kwa sababu binti alikuwa anamchukulia poa. Akasema okay wewe ngoja kwanza nikuonyeshe, lakini one mistake one goal, ndivyo ambavyo imetokea kwa binti na mimba. Mjeda yupo. Unafikiri itakuwaje, nini kitafuata mara baada ya kuja kujua kuna mimba? Kumbuka binti ashamfanyia massage baba mkwe jamani. Wewe mwe kumfanyia massage baba yako mkwe. Binti ashamfanyia massage baba mkwe na amelala naye. Kulala tu, lakini ni kulala, hawakufanya kitu. Lakini sijui kama kuna kitu kitatokea kati ya hao wawili kwa maana ya Mjeda na huyu binti. It's so awkward situation, I don't know
Haya, hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Binti anaitwa Angel, yuko hapa kwa ajili ya kutupa mkasa wake hapa Simulizi Zetu Media. Nafasi kubwa sana ya kushiriki, kutuambia nini ambacho kimekuvutia katika simulizi hii. Utabiri wako unaenda vipi? Nani unampa? Nani ambaye atachana mkeka? Lakini ama wewe utuambie kwamba unatamani nini kitokee. Kumbuka hapa ni Simulizi Zetu Media, na hii sauti ambayo unaisikia wakati wote, jina langu naitwa Tutu. Andika comment yako hapo, usiache kutuambia unatusikiliza ukiwa wapi duniani, kwa maana uandike ile nchi yako ambako wewe upo unatusikiliza nyakati zote. Asante kwa kunisikiliza. Basi tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Angel.